Habari gani mwana KO TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KO TV. Baraza la vijana Chadema Bavicha limepinga vikali kauli zilizotolewa na mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM yani UVCCM taifa Mohamed Ali Kawaida dhidi ya rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC Askofu Pisa, likisema kauli hizi zimejaa dharau, upotoshaji na kukosa nidhamu. Tamko hilo limetolewa jijini Dar es Salaam siku ya Jumanne na naibu katibu mkuu wa Bavicha Tanzania Bara ambaye ni Levin Albert Mbugi, ambaye amesema CCM imekosa heshima kwa taasisi za dini kwa kutumia kijana mdogo asiye na upeo mpana kumjibu kiongozi wa juu wa ngazi za juu wa TEC. Bavicha inasema Kawaida hakunukuu maneno ya Askofu Pisa moja kwa moja na amekuwa kimya kwenye matukio makubwa ya ukiukaji wa haki nchini. Ni lini Kawaida amewahi kulaani utekaji wa vijana na watu wengine ambao mpaka leo hawajulikani walipo? Ni lini amezungumzia kuhusu risasi alizoshambuliwa Tundu Lissu mchana kweupe? Amehoji Mbugi. Amehoji huyo ambaye ni naibu katibu mkuu wa Chadema Bara ambaye ni Levin Mbugi. Lakini Bavicha imewataka vijana nchini kusimama kidete kulinda haki na demokrasia. Vijana makini wa nchi hii tunapaswa kusimama bega kwa bega kudai demokrasia ya kweli na kuikataa dhuluma popote inapojificha, amesisitiza Mbugi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Septemba 29, Kawaida alisema amesikitishwa na matamshi ya Askofu Pisa kuhusu ushiriki wa waumini wa kanisa la Katoliki katika siasa, akidai matamshi hayo yameonyesha mgawanyiko badala ya mshikamano. Hata hivyo, Askofu Pisa akihutubia misa ya jubilei ya miaka 100 ya seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalala Septemba 25 mwaka 2025, alieleza kuwa kwa mujibu wa sheria za kanisa la Katoliki, viongozi wa kanisa wakiwemo mapadre na watawa hawaruhusiwi kushiriki katika kampeni za siasa wala kujihusisha na chama chochote cha kisiasa. Una maoni gani kwa hichi ambacho amezungumza? Alichokisema bwana Kawaida alikuwa anasema kitu asichokijua. Kawaida amesema amesikitishwa na maneno ya Askofu Pisa aliyoyasema, lakini hakuweza kuyasema maneno hayo ni yapi. Hakuambia umma maneno ambayo aliyasema Askofu Pisa ni yapi. Hiyo inadhihirisha uchonganishi. Inadhihirisha kwamba kitu alichokuwa anakizungumza hakuwa anakifahamu. Askofu Pisa alisema wazi hadharani maneno yafuatayo: sheria za kanisa zinaeleza wazi kwamba mtawa au padri hapaswi kushiriki kampeni zozote za siasa, kuvaa mavazi ya vyama vya siasa wala kujihusisha na propaganda za kisiasa. Maneno haya Askofu Pisa ambaye ni rais aliyasema hadharani, ambapo huyu kijana Kawaida alishindwa kuyasema. Haya maneno yaliyosemwa na Askofu Pisa hayaoneshi popote kwamba yana uwezo wa kugawa watu. Swali la msingi, Kawaida anafahamu sheria za kanisa la Kikatoliki kuzidi Askofu Pisa? Jambo la pili, au kwake ndugu yetu Kawaida pamoja na chama chake cha Mapinduzi, mshikamano, ili uwe mshikamano ni lazima kusupport CCM tu ndio inaonesha mshikamano? Jambo la pili, kanisa la Katoliki linahubiri mshikamano wa kweli. Kuwazuia watawa na mapadri kushiriki kwenye masuala ya kisiasa kwa kanisa ambalo waumini wake ni wa vyama mbalimbali, huo ndo mshikamano, kwa sababu litakuwa linaonesha halijabezi au halijaegemea upande mmoja. Na huo ndo mshikamano ambao Watanzania tunautaka, na ndo mshikamano ambao Watanzania tunaudai. Jambo la tatu, CCM
imekuwa ikileta unafiki wa kusema dini isichanganywe na siasa. Lakini mara zote CCM imekuwa ndo chombo ambacho kinahimiza dini ichangamane na kisiasa endapo tu ni kwa maslahi yao. Hii inadhihirishwa moja kwa moja. Tunatambua Askofu Josephat Gwajima ambaye mpaka sasa ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM, lakini pia ameshakuwa mbunge wa jimbo la Kawe. Huyu ni askofu, lakini pia amepata hizo nafasi za kisiasa. Lakini pia alikuwepo marehemu mchungaji Gertrude Lwakatare ambaye alikuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi. So hii ni kwa kipindi hiki chetu vijana, lakini kwa kipindi cha nyuma walikuwepo watu, ukifuatilia hotuba za Mheshimiwa Tundu Lissu utaona walikuwepo watu ambao waliteuliwa na CCM na TANU ambao ni viongozi wa dini kuwa viongozi kwenye vyama vya siasa. So kwa nini pale tu dini inapowasaidia CCM inakuwa sawa, lakini dini itakaposimama kusema ukweli basi inaonekana inaleta utengano? Hii si sawa. Hii si sawa kabisa. Swala la 4. Mabadiliko ya sheria za uchaguzi yamekuwa janga na wala sio mafanikio. Amesikika Kawaida ambaye ni mwenyekiti wa CCM jana akisema kwamba awamu ya 6 imefanya mabadiliko ya sheria. Lakini tumkumbushe kwamba vijana wa Kitanzania sio vipofu wala sio viziwi, kwamba hatujaona mabadiliko hayo ya sheria yalivyotumika kuua haki za wananchi. Amesahau kwamba kwenye mabadiliko hayo ya sheria mawakala hawaruhusiwi kuingia na simu, kupiga picha, kuchukua taarifa za uwizi wa kula, hawaruhusiwi kuingia na simu. Hii teknolojia imeletwa kwa ajili gani kama sio kufichua uovu huu? Tumkumbushe Kawaida na atuambie ni lini yeye kama mwenyekiti wa vijana wa UVCCM amewahi kusimama mbele ya media, amewahi kuonesha jitihada zake za kulaani utekaji, kulaani mauaji, kulaani unyanyasaji unaoendelea kwa vijana wa Kitanzania. Ni lini huyu bwana Kawaida amewahi kuyasema haya? Wapi? Na je, hiyo ndo kazi ambayo vijana wake wa CCM wamemtuma? Kwa hiyo mshikamano gani anaouhubiri? Huo ni mshikamano wa unafiki, na ambao sisi vijana ambao tumetumwa kazi na vijana wetu, tumetumwa kuwa nguvu ya mabadiliko, hatuwezi kuruhusu haya yaendelee kutokea. Lakini jambo jingine ambalo linatushangaza zaidi, chama chake cha Mapinduzi kimeshindwa kumkanya. Tunashangaa Chama cha Mapinduzi chenye historia ndefu, kimetawala Tanzania zaidi ya miaka 60, kimemwacha kijana wao mdogo kabisa mwenye upeo mfinyu kuwa msemaji dhidi ya taasisi kubwa ya kidini, taasisi ambayo imekuwa mstari wa mbele kuhamasisha maridhiano. Je, hakuna kiongozi mwingine wa CCM anayeweza kujibu hoja za TEC, ambaye anaweza kuzijibu kama zilikuwepo, kama zilihitajika kujibu? Hayupo. Sidhani kama huyu Kawaida alistahili kusimama na kujibu hoja za TEC. Kwa hiyo imethibitisha kwamba CCM ni dhaifu. Ni dhaifu, haina hoja. Hitimisho letu ni lipi na wito wetu ni upi kwa vijana? Sisi kama Bavicha tunasema TEC kupitia rais wake Askofu Pisa Wolfgang wamesimama kwenye misingi ya haki siku zote. Lakini jambo jingine tunalolisema, kauli ya Askofu Pisa ni kauli ya kulinda mshikamano wa kweli na sio propaganda za CCM. Kauli za Kawaida alizozitoa zimejaa kejeli na upotoshaji wa makundi, na hili hatuwezi tukalifumbia macho. Na tunawaambia nini vijana? Tunawaambia vijana kwamba huu sio wakati wa kusikiliza kauli za Kawaida. Huu ni wakati wa kutaka mabadiliko ya kweli.